Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wakati huo ikiitwa Belgian Congo. Mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Hakuna asiyejua kuwa nchi ya Kongo ni baba wa muziki barani Afrika. Kama ilivyo ada, nchi ya Kongo, watu wengi huingia katika kazi ya muziki wakiwa vijana wadogo kabisa. Halikadhalika kwa Papa Wemba, ambaye pia alianza safari ya muziki akiwa na kati ya umri wa miaka 20 hadi 21, katikati ya miaka ya 60 huko jijini Kinshasa nchini Kongo, kabla ya kuitwa Zaire mnamo mwaka 1971. Papa Wemba aliingia rasmi katika soko la muziki wa ushindani wa kibiashara nchini Kongo mnamo Disemba mwaka 1969, miaka 10 tu baada ya taifa la Kongo kupata uhuru wake. Hayati Papa Wemba alikuwa ni hodari sana wa kupiga na kuimba mitindo mbalimbali kama rumba, soukous na ndombolo. Hadi umauti unamkuta Papa Wemba, bado alikuwa na hodhi taji ya kuwa mfalme wa rumba. Kuna usemi maarufu usemao katu nyoka hazai chura. Mama mzazi wa Papa Wemba ana mchango mkubwa sana katika mafanikio ya muziki ya Papa Wemba. Mama yake alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za maombolezo katika misiba. Papa Wemba tangu angali bado mtoto alivutiwa sana na sauti ya mama yake. Siku moja alikaririwa katika mahojiano na kituo kimoja cha habari mwishoni mwa miaka ya 90, alisema kuwa mama yangu angekuwa hai, ningekuwa tajiri wa misamiati na melodi, kwani yeye ndiye mwalimu wangu wa kwanza wa muziki na ndiye shabiki yangu wa kwanza pia. Familia ya Papa Wemba ilikuwa ni waumini wa dini ya Kikristo, dhehebu la Roman Katoliki. Papa Wemba alijiunga rasmi na kwaya kanisani kwao baada ya baba yake mzazi kufariki alipokuwa na umri wa miaka 17 mnamo mwaka 1966. Utundu wa kuchezea vifaa vya muziki na kuimba vyema kwa ustadi mkubwa alijifunzia kanisani. Safari ya muziki ya Papa Wemba ilihubikwa na vitimbwi na mikasa lukuki kwa vionjo vya magharibi kama rock na kuupa ladha ya kipekee, licha ya kwamba umaskini ulitisha kuteketeza ndoto za Papa Wemba. Ila bado haukuwa kikwazo kwake, kwani alifanya muziki kwa vifaa vichache alivyo navyo. Hakika Papa Wemba ni tafsiri halisi ya mpambanaji asiyekata tamaa licha ya vikwazo vinavyomzunguka. Papa Wemba alianza kupata mafanikio katika muziki baada ya kujiunga na kundi la Zaiko Langa Langa, kundi ambalo lilianzishwa na vijana wa shule, kundi ambalo lilileta mapinduzi makubwa mno katika muziki wa rumba na kuweka misingi imara ya kuibuka kwa muziki wa soukous. Licha ya wakati huo kulikuwepo na wanamuziki nguli wa muziki wa rumba kama Franco, Tabu Ley na Dr. Nico, ambao walikuwa na heshima kubwa sana nchini Kongo. Lakini Papa Wemba aliweza kutamba na kujiwekea heshima na nafasi kubwa katika muziki wa Kongo na Afrika kwa ujumla. Kwa walioishi wakati huo, wanasadiki kwa kundi la Zaiko Langa Langa ilikuwa ni moto wa kuotea mbali katika muziki wa rumba, wakafika mbali zaidi na kuchanganya na sebene. Kundi la Zaiko Langa Langa liliundwa rasmi mnamo Disemba mwaka 1969 jijini Kinshasa na mwanamuziki maarufu Nyoka Longo Josat na Bimi Ombale na wengineo, ambapo Papa Wemba alidumu katika kundi hilo kwa miaka 4 tu. Papa Wemba alifanya kazi kubwa sana ndani ya kundi hilo, na vibao hivyo ni kama Pauline na Liwa ya Songo. Ulipofika mwaka 1974, mwezi mmoja tu baada ya mpambano mkali na maarufu zaidi wa masumbwi kati ya Muhammad Ali na George Foreman kufanyika huko nchini Kongo, maarufu kama Rambo in the Jungle, maslahi ya kifedha na tofauti wa mawazo ya kisanaa ilimfanya Papa Wemba na wenzie kama kina Bozi Bosiana na Evedoko kulikacha kundi la Zaiko Langa Langa na kuja na kundi jipya maarufu lililojulikana kwa jina la Isifi Lokole. Papa Wemba wakati anatamba na kundi la Zaiko Langa Langa alijulikana kwa jina la Shungu Wembalio hadi mwaka 1975 alipokuwa sasa na kundi lake jipya la Isifi Lokole, ndipo alianza rasmi kutumia jina la Papa Wemba. Papa Wemba ni mchanganyiko wa majina mawili, Papa na Wemba.
Jina la Wemba alipewa punde tu alipozaliwa, na hiyo ni kwa mujibu wa mila na desturi za kimila. Jina la Wemba hupewa mtoto wa kwanza wa kiume kwa sababu baba yake alifariki akiwa bado kijana mdogo wa umri wa miaka 17 tu. Hivyo Papa Wemba tangu muda huo alisimama kama baba kwa familia yake na kusimamia mahitaji yote ya nyumbani kwao. Hivyo kujipa jina la papa kwake lina maana ya kwamba alianza kuwa baba wa familia muda mrefu sana, tangu akiwa kijana mdogo hadi mama yake alipofariki mnamo mwaka 1973. Papa Wemba bado alikuwa anamlea mama yake akiwa kama baba na mtoto kwa wakati mmoja. Kwa bahati mbaya, kundi la Isifi Lokole nalo lilidumu kwa muda wa mwaka mmoja tu, na moja ya kibao ambacho kiliandikwa na Papa Wemba kwa wakati huo na kundi hilo ni Amazon. Wimbo huu ulifanya vyema sana. Sema ndiyo hivyo sasa, siku zote ng'ombe wa masikini huwa hazai. Mwishoni mwa mwaka 1975, Papa Wemba alianza safari nyingine ya muziki wake akiwa na rafiki zake wakubwa akiwemo Mavuela Soma na Mbozi Boziana, ambao kwa pamoja waliunda kundi la Yoka Lokole. Kundi la Yoka Lokole lilijizolea umaarufu mkubwa sana nchini Kongo na kupewa jina na mashabiki The Kinshasa All Stars. Kundi la Yoka Lokole lilichangia sana katika kukua kwa muziki wa African Pop, ambao vibao kama Matebele Bangui, Lizuma ya Zuzu na Mavuele Sakeba na Bana King, ambazo zote zilipigwa kwa miondoko ya African Pop. Papa Wemba alijaliwa ubunifu mkubwa katika kazi yake ya muziki. Alicheza vyema kwa sauti yake na voko za kipekee ambazo bila shaka zina asili kutoka kwa mama yake mzazi aliyekuwa mwimbaji hodari kanisani. Usemi wa nabii hakubaliki kwao ulikosa nafasi kwa Papa Wemba, kwani alikuwa kipenzi cha vijana wengi ambao ilifikia hatua wakageuza makazi ya Papa Wemba maskani. Walifika kwake kila mara kuonyesha mapenzi yao kwake na muziki wake kwa ujumla. Hakika alikuwa ni kiigizo chema kwa vijana wa Kongo na Afrika katika tasnia ya muziki kwa wakati huo. Kama ilivyo ada kwenye riziki hapakosi fitina. Kundi la Yoko Lokole anguko lake halitofautiani sana na lile la Isifi Lokole. Yoko Lokole nalo lilidumu kwa muda wa mwaka mmoja tu na halikuwa na mafanikio makubwa kutokana na masuala ya kifedha baina ya Papa Wemba na wasanii wenzie, pia majigambo baina yao. Kila mmoja alijiona kuwa ni bora zaidi ya mwingine. Taharuki hii iliendelea ndani ya kundi kwa muda mchache hadi pale Papa Wemba aliposwekwa korokoroni kwa muda mnamo Disemba mwaka 1976 kwa shutuma za kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mtoto wa mkuu wa majeshi wa Zaire. Kwa kitendo alichokifanya Papa Wemba kutafsiri hadithi ya kuwa mapenzi hayana macho au mapenzi ni majani, huota popote pale. Wakati wengine wakiogopa wanajeshi, Papa Wemba aliwaona ni kama wamevalia vitenge tu, hadi kudiriki kutembea na mtoto wa mkuu wa vikosi vya ulinzi na usalama. Mapenzi bana, niacheni tu. Wakati Papa Wemba anatumikia kifungo huko korokoroni, huku wenzie uraiani waliendelea kufanya shows kama kawaida. Hadi mwaka 1977 Papa Wemba alirudi tena uraiani, ndipo alipounda kundi jipya lililofahamika kwa jina la Viva la Muzika. Enzi za ujana wake Papa Wemba hakuwa nyuma katika suala la fashion. Pia anatajwa kama mwanzilishi wa kundi la Saperos. Hili kundi ni kundi la jamii ya watu wa jinsia zote lililopo nchini Kongo. Hupenda sana utanashati na umaridadi wa hali ya juu. Kwa sisi wa Tanzania na maeneo mengine, kama tukiulizwa kuelezea jinsi walivyo watu wa Kongo, basi jibu ni moja tu, ni unadhifu hasa